tunahitaji kuiona Tanzania yenye amani, yenye haki. Huwezi ukazungumza amani bila kuzungumza haki. Hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu bila usimamizi mzuri wa haki. Kwa wale ambao wameweza kusoma historia na uongozi, ni kwamba hata pale nyumbani mwako, ikiwa hujaweka sheria ambazo zinahakikisha kwamba kila mtu anapata haki, hiyo familia itaweza kuendelea. Kulingana na wale ambao ni wazoefu wa siasa, tunaelewa kwamba taifa ambazo zimeweza kuendelea ni zile ambazo tayari zinahakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anapata haki za kibinadamu. Ndio maana nchi za Afrika bado tumepakia nyuma. Lakini sababu ya kunileta katika swala hili leo, ndio nataka tutatue na tuweze kunongoneza na kuchambua ili kuelewa nani alitaja hili na alikuwa na kiini kipi nchini Tanzania. Karibu yule ambaye ni mgeni, tacha pale ambapo unatusikiza ukiwa, na yule anajiunga nasi kwa mara ya pili ama zaidi ya hiyo, asante kwa kujiunga na kituo chako kipendacho. Ni muhimu wasimamizi wa haki kutoa maamuzi ya haki ili kuhakikisha kwamba kumepeanwa haki kwa mwananchi wa kawaida. Swali muhimu ambalo tunajiuliza ni haki gani inayozungumziwa katika muktadha huu? Haya ni maneno ya Rais wa nchi yetu pendwa Tanzania, akizungumza katika hotuba yake, akihutubia wanasheria aliokutana nao. Lakini msemo na maneno aliyoyataja yamemgeuka na wananchi wamekerwa zaidi kutokana na yale maneno aliyoyatamka. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Kinachowakera zaidi ndicho nataka tukielewe. Ni haki gani anayoizungumzia? Haki ya kibinadamu? Haki ya kisheria? Haki ya uhuru wa kujieleza? Haki ya kuchagua viongozi wananchi wanaomtaka? Ama haki ya kuhakikisha kwamba aliye na kosa, aliye na hatia anakamatwa na kuhukumiwa kulingana na kile ambacho amekitenda? Tukirudi nyuma kidogo, kulingana nami, haki Samia Suluhu anaizungumzia siifahamu, kwa sababu katika orodha yangu ya wale ambao wananyimana haki dunia mzima, nambari 1 ni Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu kama kiongozi wa nchi anayepeana masharti na sheria kutia sahihi baadhi ya sheria ambazo huweza kufanyiwa mabadiliko kwa wananchi wa kawaida, kuna mahali ambapo amekosea wananchi zaidi.
Cha kwanza, mtazamaji, unakumbuka vizuri sana kwamba kulikuwa na machafuko baada ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Machafuko ambapo yalisababisha wengi kupoteza maisha yao, familia kupoteza wenzao, wengi kuharibiwa mali, na Rais Samia Suluhu kuingia madarakani kinguvu. Haki ilikuwepo hapo, na imebainika wazi kupitia yale tumeweza kuyashuhudia kwamba machafuko na hasara ambazo tumezishuhudia ni mambo ambayo yanachangiwa na rais mwenyewe. Sheria za kupiga wananchi risasi, wananchi waliopoteza maisha yao kupelekwa hospitalini, kisha familia zinaambiwa kwamba watie sahihi wenzao walipoteza maisha yao kupitia maugonjwa ikiwemo ni homa. Na ripoti ya ukweli ni kwamba inaonekana huyu alipigwa risasi. Ni kwamba kuna watu wameuawa Oktoba, wamepigwa risasi. Ndugu akaambiwa ili tuwape maiti, semeni huyu amekufa kwa homa. Au walikuja kwenu? Yes, wananchi wametulalamikia kwetu na wametuletea uthibitisho wa vyeti vya kifo vilivyokuwa forgery. Ndio maana sasa tuko kwenye process, tutafungua inquest vile vile. Inquest maana yake ni shauri la kifo chenye utata. Tuko tunamaliza na tunawaambia kweli tutafungua na tutataka maiti hizi zifukuliwe. Tuangalie kama homa inasababisha matundu ya risasi kwenye mwili wa binadamu. Mamia ya maiti zinapotea mochware, watu hawapewi matibabu baada ya mauaji. Familia kukosa kuunganishwa na wenzao ambao walitoweka baada ya kutekwa nyara na kimabafu na hawajaweza kuonekana. Hiyo ni haki? Wanaosimama imara kwamba hawataki kuhusiana na matumizi ya nguvu katika mwananchi, kufutwa kazi kwa msimamo wao, hiyo ni haki? Haki inayozungumziwa, mtazamaji, sielewi. Ndiposa wananchi wameweza kukana hotuba hiyo kwamba aliyezungumza hatumjui, hatumfahamu, kwa sababu vitendo anavyovitenda na yale anayoyataja ni vitu mbili tofauti. Mtazamaji, ikiwa atakuwa anazungumzia haki, anafaa kuwa nambari moja kama mfano, ili wengine wanapopeana haki wanamtazamia yeye ambaye ni rais wa nchi. Kila mtu anafahamu kwamba kumekuwa na kutekwa nyara kwa vijana waliokuwa na mpinga Mama Samia Suluhu, na wengine kufunguliwa makosa, kesi, huku wakiambiwa ni makosa ya jinai, ili waliofanya ni kupiga densi tu. Viongozi wanaopinga maamuzi ya serikali inayowekwa kinguvu kutiwa mbaroni na kufungwa kwa sababu wanawania kiti cha urais, kwa sababu wanapigania haki za binadamu wa kawaida, kulilia wananchi kupata maji, hilo ni kosa. Kufunguliwa kesi, kuwekewa makosa ya jinai. Najiuliza swali, hiyo ni haki? Haya ndiyo mambo ambayo yanafanya wananchi kukosa imani na viongozi tulio nao.